wanasema nikachukua fomu. Wanyoshe mkono. Masasi wewe. Masasi safi. Ndugu zangu na Masasi, kuchangia ukachukua fomu. Ninashukuru sana. Nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu na Masasi, tumshukuru Mungu kutukutanisha siku ya leo. Lakini najua tuko kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini pia na Kwaresma. Muda wa kufuturu umekaribia. Tumebakiza dakika kama 14 hivi tuweze kufunga, ili watu waweze kupata futari kidogo. Mengi ndugu zangu wamezungumzwa hapa. Naomba niyaseme machache ambayo nilifikiri niyaseme kwenu. Ndugu zangu na Masasi, mimi ninawashukuru sana sana kwa mioyo yenu kwa kuniamini, kunipa nafasi ya kuweza kuwa mwakilishi wenu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwaka 2020 ndugu zangu na Masasi, kwa dhati ya mioyo yenu, tukianzia na ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi, mliniibua kwa kishindo kwa kunipa kura 337 kati ya kura 490, na hivyo kulifanya niibuke mshindi kwa 69% za kura wakati ule. Mimi nawashukuru sana ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi, na muendelee na moyo huo, tujenge Masasi yetu. Lakini ndugu zangu, chama kikanileta kwenu, na wazee wangu hawa wote hawa walihangaika na mimi siku 60 za kampeni, hawakulala hao wazee hawa. Wazee wangu ninawashukuru sana. Walihangaika wakiamini kwamba ninaweza nikawa msaada kwa wana Masasi. Ninaweza kuwa msaada kwa Masasi ambayo tunahitaji. Masasi ambayo maono ya wana Masasi wengi wanaitamani. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba maono yenu na maono yangu yalifanana. Na hivyo ikapelekea urais wa kuinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nikashinda kwa kishindo niwe mbunge kwa awamu yangu ya kwanza kuitumikia Masasi. Mimi ninaamini Mwenyezi Mungu alinijalia kwa namna ilivyowezekana, kwa kiasi kilichowezekana, niliyatimiza yale ambayo mlilituma. Sasa tumebakiza miezi 3.5 hivi kukamilisha mambo yetu ya miaka 5. Wiki ijayo kuanzia Jumatatu tunahitajika kuwa bungeni kwa ile shughuli za kupitisha bajeti za wizara zote 24 za serikali. Ni kipindi cha bajeti ndefu. Kwa mwaka huo tunakuwa na vikao 4 vya bunge. Kwa tunakuwa na bunge la mwezi wa kwanza, tunakuwa na bunge la mwezi wa 3 mpaka wa 6 la bajeti, bunge la mwezi wa 9 na la mwezi wa 11. Lakini bunge ndefu kuliko yote katika mwaka ni bunge la bajeti. Kwa sababu sasa kila waziri anakuja kuleta mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake, ili tumpitishie, akijumuisha maombi ya miradi mbalimbali ya maendeleo kulingana na maombi ya wananchi ambayo yamewasilishwa na wachaguliwa wao, lakini pia yanayoendana na ilani ya CCM. Hivyo tutakuwa na kipindi kirefu cha kupitisha hizo bajeti kufikia tarehe 24-25 mwezi wa 6 mwaka huu. Sasa niliona kwamba kwa sababu tuna kipindi kirefu hicho ambacho pia tukimaliza tu kupitisha bajeti, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ataingia bungeni kwa mwaka huu kuja kulihutubia bunge, kwa sababu kikatiba pia yeye ni mbunge. Kama ilivyo mimi kikatiba, mimi ni mjumbe wa baraza la madiwani kwa sababu nimechaguliwa kwenye kata zote, na yeye Mheshimiwa Rais amechaguliwa kwenye majimbo yote. Kwa hiyo yeye pia ni sehemu ya bunge, ni mbunge kama tulivyo sisi wabunge. Ingawa sasa yeye amechaguliwa na majimbo yote, sasa anakuwa ni mbunge lakini pia ni rais wa nchi. Kwa hiyo kikanuni za kibunge ataruhusiwa kuingia bungeni. Ataingia bungeni kwa shukuru wa Tanzania. Kwa shukuru wa Tanzania kwa sapoti kubwa ambayo tumempatia kipindi chote cha utekelezaji wa ilani ya CCM tangu ameshika madaraka. Ataongea na Watanzania kupitia sisi wawakilishi wake, na kuomba Watanzania kuendelea kuiunga mkono serikali yake ya awamu ya 6 ili tuhakikishe tunatekeleza yale ambayo yamebakia kipindi hiki ambacho tunaenda kupitisha bajeti kuelekea uchaguzi mkuu. Na mwisho atatangaza rasmi kulivunja bunge, kwa sababu sasa tulikuwa tumefikia ukomo wake 30 mwezi wa 6 mwaka huu. Na pia kumwagiza waziri wa TAMISEMI
ayavunje mabaraza yote 184 ya madiwani nchi nzima, mabaraza ya halmashauri za wilaya, mabaraza ya halmashauri za miji kama ya kwetu Masasi, mabaraza ya manispaa pamoja na majiji, ili sasa madiwani na sisi wabunge turudi kwenye mchakato wa kutafuta kuomba idhini ya vyama vyetu viweze kututeua tena, tuungane na yeye, ambayo kama katibu wetu wa wilaya alivyosema hapa, siku ya tarehe 19 mwezi Januari mwaka huu, sisi kwenye mkutano mkuu wa CCM, mkutano maalum kule Dodoma, tuliamua kwa kauli moja kumpitisha yeye au ndio mgombea wetu kwa nafasi ya urais, na akamteua Dr. Emmanuel John Nchimbi, ambaye kwa sasa ndio katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na ni mheshimiwa balozi mstaafu wa nchi ya Brazili na Misri, lakini pia ni waziri mstaafu wa mambo ya ndani, lakini pia mbunge mstaafu wa Songea mjini, awe ndio mgombea mwenza wake na hatimaye kuwa makamu wa rais wa nchi yetu. CCM oye! CCM safi! Kwa hiyo kwa ngazi ya urais na makamu wa rais, kwa upande wa wagombea, Chama cha Mapinduzi kimemaliza kazi yake. Tunachoomba Watanzania, ikifika muda wa uchaguzi mwezi wa 10 mwaka huu, kura zote tutaenda kumpa Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza wake Dr. Emmanuel Nchimbi. CCM oye! Mama Samia oye! Dr. Nchimbi oye! Dr. Hussein Mwinyi oye! Sasa ngome imebaki kwetu sisi wabunge na madiwani. Mimi niliona baada ya kumaliza bunge fupi la mwezi wa kwanza, ambapo tumemaliza katikati ya mwezi wa pili, tulipata likizo wa wiki 3. Nikasema naomba nitumie wiki hizi 3 nije kuongea na wana Masasi, nije kuwapa maneno yangu mawili ya msingi na neno moja la kumalizia kwao, lakini pia nitumie nafasi hiyo nipate dondoo ya kero mbalimbali ambazo zinatukabili kwenye maeneo yetu. Ziko ambazo ninazifahamu kwa sababu mimi ni mwana Masasi na nilikuwa na maono yangu na ninajua na ninaishi na yeye, lakini yapo ambayo siwezi kuyafahamu kwa sababu mnaishi nayo kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni busara kurudi kwenye jimbo zima, kuzunguka, kumsikiliza kila mmoja, niweze kuyapokea yale ambayo utahitaji mheshimiwa diwani kwenye eneo lake lishughulikie. Tambia hilo mheshimiwa diwani, shughulikia, liishi hapa hapa. Lile ambayo utahitaji watu wa TARURA, TANESCO na nani washughulikie, tawaambia TANESCO nendeni kesho mkapime au watu muunganishe umeme. Na yale ambayo ni makubwa yanahitaji niyabebe, niyapeleke kule, tuyaingize kwenye bajeti ya mwisho, niyapokee, niwe nayo, niyaratibu na kuhakikisha kwamba naingia kwenye mpango wa maendeleo ya nchi yetu na hasa kwenye mpango wa bajeti. Sasa nimefanikiwa kufanya ziara kwenye kata zote 13 katika kata 14, na leo ndio namalizia kata 14, na huu ndio mkutano wangu wa mwisho nikizungumza na wana Masasi kwa upande wa mikutano ya hadhara kwa mara ya mwisho kwa hoja ambazo naenda kuzitoa kwenu. Kwa hiyo ninawashukuru ndugu zangu kwa uvumilivu wenu, nashukuru kwa kunipa nafasi niweze kuwatumikia, na hivyo basi mniruhusu niseme machache, na kwa sababu muda wenyewe ni mdogo niweze kumaliza na kuruhusu watu tuende kupata iftari kidogo. La kwanza, ndugu zangu, nimesema pale awali, mlinipa imani kubwa sana kwa kunipigania mwaka 2020. Ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi kuniibua kwa sauti kubwa kwa kura nyingi, na hatimaye nikapokelewa na jamii, wakanipigia kura za kutosha kuwa mbunge wa jimbo la Masasi mjini. Ni imani yangu kwamba sijawaangusha. Kwa hiyo nawashukuru sana. La pili, kwa sababu sitapata nafasi nyingine ya kuzunguka kwenye jimbo zima, wanasema uungwana, heshima na busara zinasema aliyekupa umshukuru, uliyemgongea mlango akakufungulia umwage. Naomba nitumie nafasi hii ndugu zangu kuwaaga kama mbunge wenu. Naenda kutimiza muda wangu tarehe 30 mwezi wa 6, na kwa sababu hapa katikati nitakuwa kwenye shughuli za bunge, sitapata nafasi ya kuzunguka tena na kusema jamani asanteni, ninawaaga kwamba naenda kutimiza muda wangu kule ambao mlinipa jukumu niweze kuwatekelezea na kuwawakilisha. La mwisho, sisi Masasi tulikuwa na kiu ya maendeleo. Wilaya hii tumeanza siku nyingi sana. Tulitangazwa na wakoloni wakati ule mwaka 1928 kuwa wilaya kamili. Tukampata area commissioner wakati huo. Kuna maendeleo tulipiga, kuna hatua tulipiga, lakini tukajikuta hata wilaya mpya za jirani zinazotuzunguka zinazidi kasi ya maendeleo kuliko sisi wenyewe. Lakini katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Masasi, ndugu yetu Comrade Mohamed Lawa, amezungumza hapa.
Sisi hapa tuko kwenye junction, tuko kwenye njia panda ambayo tunatakiwa tuitumie vizuri sana kuweza kukuza uchumi, lakini kuendeleza miundombinu kwenye eneo letu, tuweza kuvutia kila mmoja, mji wetu uweze kutanuka na kuwa mji wa kuvutia. Hivyo basi niliona kwamba nipate nafasi ya kuwa mbunge ili niweze kushirikiana na mamlaka zilizopo, lakini nikijivunia viongozi wangu wa juu wa Chama cha Mapinduzi ambao ndio wameshika dhamana kulingana na ibara ya 5 ya katiba CCM ya kushika dola, tuweze kuendeleza mji wetu wa Masasi kwa kadri ambavyo wana Masasi wanahitaji, kulingana na maono ya wana Masasi. Masasi hii, niwaambie ndugu zangu, yamezungumzwa mengi kwa miradi ambayo imetekelezwa, nisingependa kuirudia, lakini tunakwenda kuiboresha zaidi. Na hivi leo nilikuwa nimemwagiza mwenyekiti wa halmashauri aende kwenye mkutano wa baraza la ushauri la mkoa RCC, ili hoja yetu ya ujenzi wa ofisi mpya ya mkuu wa wilaya iweze kuingia kwenye mpango wa maendeleo, kwa sababu iliyokuwa inatukwamisha pale kujenga jengo jipya la mkuu wa wilaya lenye sura na hadhi ya Masasi ilikuwa ni taasisi yetu ya mahakama, kwamba ilikuwa hatuwezi kuihamisha, kwa sababu mimi nilikuwa nataka lile jengo la kikoloni tulibadilishe. Nikawaomba ndugu zetu wa mahakama kuu watuingize kwenye program ya kujengewa majengo mapya ya mahakama ili mahakama watoke pale, na bahati nzuri tukaingizwa kwenye program ya msaada wa Benki ya Dunia, ambapo wilaya 2 tu, Chamwino, Dodoma na Masasi, tumepata fedha za kujenga mahakama mpya. Na wale wote ambao mnaona halmashauri pale imezungushiwa mabati, ile ndio mahakama mpya, na mkandarasi yuko ndani. Tumemwambia mwezi wa 7 au wa 8 akabidhi funguo ili hakimu wa wilaya na wenzake wote wahame waende kwenye majengo yao, tupendezeshe mji, lakini watoe nafasi ya maendeleo pale. Nani kama Mama Samia? Nani kama CCM? Sasa nilifikiri pia muonekano wa mji wetu hauwezi ukaendelea kubaki vile vile, na sura ya mji wetu ni pamoja na maeneo ya msingi ambayo yanafikia watu. Kwa hiyo kuanzia eneo la rest kuja huku tuliona kwamba ni maeneo ambayo ndio sura yetu kwa sasa. Nikaongea na watu wa polisi, nikawaambia mimi siridhiki na majengo haya, hayaakisi taswira ya watu wa Masasi. Na nikiwa mkuu wa wilaya Manyoni, Singida, nilikaa miezi 10 pale. Tulitengeneza program, tukapata fedha ya ujenzi wa jengo la ghorofa ya polisi. Inaniuma kweli nikienda pale Manyoni nakuta lile jengo. Kwa hiyo nikapambana na wakati huo Kamanda Siro, na baadaye huyu Kamilisi Wambura IGP wa sasa, na baadaye waziri wa mambo ya ndani ndugu yangu Masauni Hassan Yusuf Masauni. Nikaomba, tunaomba tupewe fedha tujenge majengo yanayoakisi hadhi ya Masasi. Ninafurahi kuambia tumepewa shilingi milioni 793 tujenge jengo jipya la polisi hapa Masasi, ambalo litakuwa na muonekano ya kimasasi Masasi, sio hili la kikoloni ambayo tuko nalo. Lakini pia nikawaomba pia tupate fedha ya ukarabati wa hizo nyumba za polisi, kwa sababu wakati mwingine polisi wanaweza kaja na hasira barabarani kwa sababu tu nyumbani kwake kuna changamoto. Nikasema tupate fedha, tuwatengeneze mazingira sahihi, wafanye kazi vizuri, waishi wakiwa na amani. Kwa hiyo serikali imeahidi kutoa shilingi milioni 128 kuanzia mwezi wa 7 kwenye mwaka ujao wa fedha kukarabati nyumba za polisi zote za Masasi. Masasi oye! Masasi safi! Na hapa tulifikiria kwamba kwanza tunalo deni kubwa. Hii stendi yetu hapa ni stendi ya muda. Tulishafanya maamuzi kwamba stendi haiwezi kaa kwenye junction ya namna hii hapa, imebana, hata kuiendeleza huwezi. Na bahati tuliokuwa nayo Masasi ni katika wilaya pekee chache sana nchini ambazo mabasi yanatoka kwenye wilaya yanakwenda kwenye mikoa mikubwa. Mabasi hapa yanakwenda Tanga, yanakwenda Mbeya, yanakwenda Morogoro, yanakwenda Dodoma, kutoka Masasi, sio kutoka Mtwara mjini mkoani, kutoka Masasi. Kwa namna hiyo tulihitaji kupata stendi yenye hadhi ya Masasi. Kwa ninafurahi kuambia ndugu zangu, mwenyekiti wa halmashauri ametoka kuzungumza hapa, meya, kwamba mshauri mwelekezi au consultant ni kampuni ya Uturuki
walikuwepo hapa wiki mbili zilizopita, tulikuwa nao, tumeenda nao mpaka Tokura, wanaenda kutuchorea aina ya stendi tunayoitaka, tukubaliane na waingiza kwenye mchakato wa manunuzi, ikiwezekana mwezi wa 6 tumpate mkandarasi ambaye atakuja kuanza kazi ya ujenzi wa stendi mpya pale Tokura. Stendi yetu ya sasa tuliamua kuiboresha. Tunataka ibaki ni stendi ndogo kwa ajili ya magari kuwachukua abiria kutoka hapa kuwapeleka stendi kubwa, lakini pia magari ya kwenda Nanganga, Mkarakate, Lukuledi, Sindanda, Mbuyuni na kadhalika. Hata ndugu zangu wa Mpululu na Miomio huko na nini wanaweza wakaleta magari yao. Lakini pia tuko nataka, kwa sababu tumeshajenga barabara kilomita 15.5 na kuna barabara zingine mpya tunaenda kuzijenga Dar es Salaam, ikiwemo hiyo ya maendeleo kwenda Nambari. Lakini pia tunaenda kujenga hata wenzetu wa Rest kwenda Mkadaenda kuzunguka mlima, tunataka tuje baadaye tutokee Rock City tupige lami. Lakini imezungumzwa hapa barabara mpya kabisa za lami tunaenda kuzijenga kwa mradi wa tactic, ikiwemo barabara ya kutoka Machinjioni kwenda Napupa kule na Abdalla ambayo ni kilomita 2.6. Alafu hii kutoka Bomani, Nyasa Magengeni, Yeshini kuelekea Tukae wote kilomita 1 tunaenda kuipiga pale. Tunaendeleza barabara Saiduna inapita kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Mama Kasende kwenda kwenye shule Masasei juu. Lakini barabara ya Dampiaz, barabara ile ya pale kwa Elias, pale CCM ya zamani kuelekea juu kanisa la Anglican, zote tunaenda kuzipiga lami sasa kabisa, pamoja na Mtandi Pachani kwenda Mission kule juu kwenye kanisa la Uasikofuni pale Anglican, kilomita 1 kamili, yote tunaenda kuipiga lami. Kwa tunaenda kuongeza lami nyingi kwenye mji wetu, tutanuke, ili baadaye turuhusu kama kuna mtu ana haisi, ana Noah, ana Costa, anataka kufanya daladala, ruksa Masasi. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Lakini ili tuweze kujenga stendi yetu hiyo tulihitaji fedha. Kwa hiyo kuna fedha ambazo tuliziomba kutoka kwa wadau wetu. Kwa hiyo tumechangiwa fedha kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika katika ujenzi wa barabara. Nafikiri mnajua kwamba kuna barabara mbili kubwa zinajengwa kuelekea kwenye mataa. Kuna barabara kubwa inajengwa kutoka Namaleche mpaka kwetu na Newala pale kata Mitesa. Wanajenga mpaka kwenye taa hapa kisasa kabisa kwa standard ya juu. Hii lami ya sasa wataikongua, watatanua, watatengeneza mifereji mizuri na kuweka na taa mpaka kwenda kule Napupa kwenye National Housing. Na daraja lile la Mwiti lile la chuma pale ambapo sasa limeshaondolewa pale Chungutwa. Wale wa kampuni inayojenga ile inaitwa China Communications Construction Company, kampuni ya mawasiliano na ujenzi ya China. Bahati nzuri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan aliridhia maombi yetu, maombi ya kipekee ambayo tuliyapeleka, ambayo katika hali ya kawaida sio rahisi kufikiriwa, eti kuiondoa lami iliyopo kuweka lami mpya wakati kuna mikoa wenzetu hawana lami. Mheshimiwa Rais akakubali kutoka kwenye taa Ndanda, Mnazi Mmoja au Mingoyo kwenda Mtwara mjini kilomita 200 zinaenda kujengwa upya kabisa, na kampuni iliyopata kazi kujenga tenda hiyo ni kampuni hii ambayo ni hao wa China kutoka huku na Malaysia. CCM oye! Nani kama Samia? Hakuna. Nani kama CCM? Hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaenda kujenga hizo barabara mbili na tumejadiliana na meneja wa TANROADS wa mkoa kwamba hizi taa zilizokuwa hapa kwa mfumo mpya ambao tunautaka zinatushelewesha. Hizi taa tunataka ziende TK njia kule junction ya Tandale, hapa tunataka tuweke roundabout ili magari yaweze kuflow muda wote, na ikiwezekana tutafute nembo katikati pale kwenye roundabout, nembo ya Masasi, ili watu wakifika waone kwamba hapa ni Masasi. CCM oye! Kwa ndugu zangu, tunaenda kutengeneza Masasi ambayo tunaitaka. Hii barabara ya huku tumeongea na wenzetu wa TANROADS kupitia Benki ya Dunia ambayo barabara yake inaenda kujengwa kiwango cha juu sana, na barabara hiyo imetuchangia shilingi bilioni 1, na barabara hii imetuchangia shilingi milioni 700 kwa ajili ya maboresho ya stendi yetu hii ya zamani, ambapo tutaisafisha na kujenga upya kabisa kisasa tunavyotaka sisi kwa ajili ya kuhudumia mabasi madogo. Hapa uwanja wa Fisi, kuna siku nilikuja na msafara mkubwa hapa, nilimwita mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba National Housing. Baada ya kuongea nao wakati ule tujenge shopping mall Masasi,
Wakaja tukajadiliana, tukafikia mwafaka, tukawapa ile eneo la maduka 9 na shopping mall inajengwa. Wote tunaiona, si ndio Ndio. Nikamwambia pale ni padogo. Maombi ya wanaotaka kuingia pale yamepitia ofisi yangu ya mbunge. Kwa hiyo ninayo maombi zaidi ya 50 ya ziada ambayo yanazidi uwezo wa ile shopping mall ambayo inajengwa. Nikamwambia sasa, kwa sababu sisi ni kituo cha biashara hapo Masasi, na sisi maono yetu na baraza la madiwani ni kwamba tunataka Masasi iwe ndio Kariakoo ya Kusini. Kwa sababu hiyo ni lazima sasa tutumie fursa ndogo tuliyokuwa nayo kupata kitu kikubwa. Kwa nikamwambia hebu twende uwanja wa Fisi. Maono yetu sisi halmashauri tunataka hapa uwanja wa Fisi ambapo hatupatumii vizuri. Hapa pana ekari 2.4 kwa ukubwa wake jumla. Hatupatumii vizuri. Haya mabanda yetu tunataka yote tuyabomoe. Tujenge mabanda ya gorofa ya kuzunguka kote huko. Na tuwe na biashara chini, katikati na juu. Na biashara zitakuwa za nje na za ndani. Ambapo tutakubaliana, tutapanga. Kama kuna watu ambao wanataka vifaa vya ujenzi, labda watakao upande wa nje. Kama biashara zingine ziwe upande wa ndani. Na tutakubaliana kwamba kama ni gorofa ya kwanza ya 3 juu au ya 2, aina gani ya biashara zikae. Gorofa ya katikati aina gani ya biashara ikae. Na gorofa ya chini aina gani ya biashara ikae. Na ndio maana Mheshimiwa Nachunga akasema hapa kwamba hofu ya wanamkuti kwenye soko hiyo ihakikishiwe kwamba wafanyabiashara walioko kwenye mabanda haya ambao kwa sasa ni mabanda ya serikali ya halmashauri wala wasiwe na wasiwasi. Ndio. Tukienda kujenga, kipaumbele cha kwanza ni wale wenye mabanda kwenye maeneo yao ambao ndio walikuwa wanafanyia biashara. Hii inakuwa shida kweli mzee. Na kwenye hilo siku ya Ijumaa wiki iliyopita, mimi pamoja na timu yangu ya halmashauri kiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri na wataalamu, mkurugenzi na timu yake, tulienda Dar es Salaam kwenda kufanya mazungumzo na National Housing, shirika la nyumba, juu ya aina gani ya mahusiano ya sisi na wao katika uendelezaji wa eneo letu hili. Na siku ya Jumapili kesho kutwa timu ya watu wa kutoka National Housing wanaingia Masasi. Watakuja hapa wafanye vipimo vyote vya hapa ili wakatengeneze mchoro, waleta concept, mafikira yao, wanafikiriaje, aina ngapi ya gorofa tuwe nayo, aina ngapi ya aina ya mabanda ambayo inatakiwa tuwe nayo, mabanda ya vyakula hapa nizungumza kitu kina mamatilie, mabanda ya vyakula, mabanda ya biashara, mabanda ya watu wa simu pamoja na vifaa vya kielektroniki, nguo na kadhalika. Kwa hiyo yote tuidesign. Wakishamaliza kudesign, tumekubaliana tarehe 2 mwezi wa 4 tunafanya kikao kingine, watupitishe kwenye michoro ambayo tutakuwa tumeshaichora na aina ya majengo ambayo nataka tujenge hapa. Na baadaye tukikamilisha hiyo, tukubaliane kiwango cha fedha cha kuwekeza ili wao waendeleze upande huu, ambapo hapa katikati tunataka tupige hapa paving kote hapa, tuweke na taa, iwe ni sehemu, ni shopping center, sehemu ambapo watu wanakuja kutoka wanafanya biashara, watoke kwenye mikoa mbalimbali waje hapa, lakini iwe ni sehemu pia ya burudani, kustarehe na kula maisha hapa Masasi. Ombi langu kwenu ndugu zangu wana Masasi, sisi tunayo pesa kuendeleza stand ndogo, lakini wenzetu wa National Housing wataendeleza hapa kwa makubaliano ambayo tutakuwa tumetengeneza. Ombi langu kwenu, tutoe ushirikiano, tuijenge Masasi mpya kabisa. Na kwa namna hiyo, wale wote ambao watakuwa na kiu ya kuitaka kuona Masasi inakuwa ni Masasi mpya ya namna ambayo ilikuwa ni inakidhi kiu yao ya miaka mingi, watafarijika. Watakuwepo watu ambao wanabeza, wengine watataka kuzuia kama ilivyokuwa kipindi kile Mkuti kwenye soko, ambao baadaye kaja kuonekana kwamba kulikuwa na watu huko nyuma, kumbe walikuwa na mambo yao mengine. Baada wamekuja wameomba radhi, tunaendelea kushirikiana nao na Mkuti sasa hivi tunaijenga. Kwa hiyo ndugu zangu, niwahakikishie tunakwenda kujenga Masasi yetu. Na ukiacha Mkuti, tumefanikiwa kuvutia viwanda. Tunavyo viwanda viwili vikubwa vinajengwa kwa sasa. Na ilikuwa inatukwamisha kidogo kwenye vigezo vyetu vya kuwa manispaa. Manispaa lazima muwe na viwanda vya msingi, wata viwanda mama. Kwa hiyo tumefanikiwa kuwapata Wachina. Wale Wachina tumefanya mazungumzo nao halmashauri waweze kuwekeza kwenye ubangoji wa korosho. Kwa sababu sisi kwenye junction tunataka ubangoji wa korosho ufanyike hapa. Na Wachina wakakubali. Lakini pia tukawaambia ufuta una thamani kubwa sana duniani.
na mimi nikiwa mkurugenzi mkuu wa kituo cha uwekezaji na baadaye nikiwa waziri wa uwekezaji, nilikuwa nikitoa matamko mengi kusisitiza wawekezaji waje kuwekeza kwenye ufuta na korosho. Niliwahi kumwita hata balozi wa Vietnam pale ofisini kwangu, nikamleta huku kwenye viwanda vyote 11 vya ubangoji wa korosho ikiwemo hiki cha Buko, na nikafanya mazungumzo na CRDB, baadaye wakapeleka kwa export trading ambao wamekichukua, tukitaka waviachie au wawekeze kuweka viwanda ili tutengeneze ajira kwa watu wetu, lakini kuongeza mapato ya halmashauri na kuongeza thamani ya bidhaa zetu. Kwa ninafurahi kuambia wale wa China walikubali, wakaomba eneo, ile machinjio ya sasa ya Mtandi, lile eneo pale juu tumewapa wao, na wamelipa milioni 980 cash halmashauri, na tumewakabidhi eneo, na sisi tumechukua eneo jipya, tunajenga machinjio mapya. Na wao hawakuleta ubabaishaji, wameanza kazi ya ujenzi na hata mitambo wameshaileta. Wamekuwa Jigala ndugu yangu Abdul Chionda, wameweka mitambo yao mle, wameweka vifaa ambavyo wanahitaji kupeleka kule ili ujenzi utakapokuwa unakamilika wao wanaingiza vile vifaa, na lengo lao kwenye msimu wa mwaka huu wa korosho kuanzia mwezi wa 7 wa 9, mara nyingi msimu wa korosho mwezi wa 9, basi waanze kununua korosho na kuweza kuzipeleka kiwandani. Lakini tunayo mazungumzo pia na wadau wengine kuweza kuweka viwanda viwili, kimoja cha vifungashio kwa ajili ya ufuta, mbaazi, choroko, karanga na kadhalika, lakini pia na kiwanda kingine ni kusafishia hizo bidhaa. Kwa hiyo sasa hivi wapo kwenye hatua ya juu, na muda ukiwa tayari, na tumeshaonyesha mpaka eneo, muda ukiwa tayari tutawafikisha kwenye eneo ili waweze kuanza mchakato wa ujenzi. Kwa kweli tunataka Masasi yetu ipanuke, Masasi yetu ikue, tuweze kupata uchumi wa kutosha kwenye eneo letu na kukuza kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa ndugu zangu, tumeyafanya mengi, lakini nilikuwa natamani niwaeleze jambo la mwisho. Tuna adha kubwa tunazipata Masasi. Tuna changamoto ya umeme kukatika. Tuna changamoto ya maji kutokuwa na uhakika. Ndugu zangu, mimi nilikaa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nikamwambia mama, sisi mkoa wa Mtwara ndio tunazalisha gesi. Gesi nyingi inatoka Mtwara na kiasi inatoka Songosongo Kilwa kule Lindi, na ndio tunachangia umeme kipindi chote ambacho cha ukame, wakati vyanzo vya maji havifanye kazi. Chanzo cha umeme wa gesi unachukua 65% ya umeme wote unaozalishwa kwenye nchi, lakini sisi watu wa Lindi na Mtwara hatunufaiki na umeme unaozalishwa kwenye maji unaozalisha bwawa la Mungu kule Kilimanjaro, Hale Tanga, Kihansi na Kidatu Morogoro, Mtera Dodoma na Iringa pale mpakani, lakini pia na bwawa la Mwalimu Nyerere pale Rufiji. Katika mpango wake Mheshimiwa Rais ambaye aliuweka wa gridi imara, kuimarisha usambazaji wa umeme kwenye gridi, alikubali kutoa umeme kutoka kwenye kituo kikuu cha Madaba Songea kuja na Mtumbo, Tunduru, Mangaka na hatimaye kuingia Masasi. Nguzo za chuma zile kubwa za msongo wa kilovoti 220 wa kusafirishia umeme mkubwa wa gridi ya taifa kuleta Masasi, ili hatimaye mkoa wote wa Lindi na mkoa wote wa Mtwara uunganishwe na gridi ya taifa kupitia Masasi. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Sisi kwenye kipande chetu kutoka Tunduru mpaka Masasi mjini pale Songa Mbele, ambapo tutakuwa na kituo kikubwa, tumetengewa shilingi bilioni 134 tuweze kutimiza wajibu, na tumeipata kampuni tayari ya kufanya hiyo kazi, kampuni ya Kalpataru kutoka India, na wako hapa wengine nimeshakutana nao pale Songa Mbele kwenye kona kwenda Matawale, kuna ekari 25 pale, ambapo zile nguzo kubwa za chuma zitakuja kutoka Madaba mpaka pale Songa Mbele, na baadaye kutakuwa na transformer nyingi, ule umeme utashushwa, utapoozwa mpaka kufikia kilovoti 33 ambao unafaa kutumika majumbani ukiwa sio hatari, kwa sababu kilovoti 220 ni hatari, unaunguza nyumba. Kwa hiyo utapoozwa mpaka kilovoti 33 tuweze kutumia kwenye mji wetu wa Masasi. Lakini pia na kujenga line mbili zinaitwa feeder lines kuelekea na Newala na Tandaimba, lakini nyingine kuelekea Ruangwa na Chingoya na Liwale.
Kutapita line hiyo, nguzo kubwa za chuma zitapita huko mpaka Maumbika, kilomita kama 118 kutoka hapa. Pale Maumbika nao itapoozwa na kushushwa kwenye kilomita 33 ipelekwe Mtwara mjini, Lindi mjini na Kilwa, ili hatimaye sasa mikoa yote ya Lindi na Mtwara iwe imeingia kwenye gridi ya taifa. Tutumie umeme kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere, tutumie umeme kutoka Kihansi, tutumie umeme kutoka Mtera, tutumie umeme kutoka Kidatu na kadhalika. Kwa kandarasi wapo na wengine mmewaona wameshaanza kazi. CCM oye! Kwa upande wa maji, ndugu zangu, maji, mifumo ya maji Masasi, mifumo ya usambazaji wa maji Masasi ulikumbana na changamoto. Mimi mwenyewe nilikwenda na timu nzima Manawasa Mbwinji, ambao ndio kituo chetu kikubwa cha kama chanzo kikuu cha kutolea maji, ambao ni pale Nangoo, unakwenda upande wa kulia juu kule. Tumekuta maji mengi sana kule Mbwinji, na bomba lote la maji Masasi mjini lina inchi 16 kubwa, linatosha kabisa. Tunaletea maji pale maili 6,6, ambao tuna tanki kubwa la lita milioni 6. Yale maji kutoka Mbwinji yanakuja Masasi mjini kwa mserereko, wala haitumii umeme. Changamoto tuliokuwa nayo sasa kutoka pale maili 6 kuwafikia wananchi, tukabaini mambo manne. La kwanza, kwa sababu umeme unakatika, ile pump station ya pump au kituo cha kusukuma maji pale mtani kinazidiwa nguvu, kwa sababu hakipati umeme wa kutosha, kwa hiyo kinashindwa kusukuma maji. Na ukienda pale maili 6 wakati mwingine maji yanamwagika nje ya tanki, kwa sababu yamejaa, yapo mengi, haendi kwa wananchi. Kwa hiyo tukasema suluhisho yake ni kupata umeme wa uhakika huu, lakini tukatengeneza mpango mdogo. Nikamwomba Mheshimiwa Rais, na siku amekuja hapo Mheshimiwa Rais, nilisema kwamba Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa sababu tulitengeneza mpango wa kuleta laini mpya ya peke yake ambayo haitatumika na kijiji chochote, kutoka Nanganga, ambayo ile laini imetoka Maumbika mpaka Nanganga imekuwa na kwenda Ruangwa. Kwa hiyo na sisi tumechukulia pepa Nanganga, tumevuta kilomita 57 mpaka hapa, hizo nguzo za zege ambazo mnaziona, ambazo umeme ule hautumiki na kijiji chochote, ili Masasi mjini tutumie umeme ambao uko huru na haujatumika njiani na kutengenezea shida kubwa, kwa sababu sisi tunahitaji umeme mwingi sana. Hiyo ni kama mpango wa muda wa kati. Kwa hiyo tunaamini tukifanikiwa huo mpango, kwa sababu bahati nzuri umeshawashwa umeme, na huu umeme ukishaanza, tatizo la umeme litakuwa limepungua sana, kama sio kuisha kabisa. Tatizo la pili ambalo tulilibaini, Masasi inakuwa kwa kasi kubwa sana, watumiaji wa umeme wa maji ni wengi, mji wetu umetanuka, lakini pia majengo ni mengi, biashara zimekuwa sana, masoko sasa hivi tunayo mengi, hao wote wanahitaji maji. Lakini matenki ya kulishia hiyo mitaa ni yale yale ya siku nyingi, matenki ya lita 2000, lita 1500, lita 3000, ambayo hayawezi kukidhi mahitaji ya sasa. Bahati mbaya imeunganika na mfumo wa usambazaji wa maji. Mabomba ambayo yako yanaingia mtaani kwetu ni madogo, ya inchi moja na robo mpaka inchi 2, ambayo hawezi kukidhi mahitaji ya mtaa mzima kwa sasa. Sasa tukakubaliana kwa kutibu hayo mawili, tuandae andiko la kuomba fedha kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo na andiko letu hapa tuliandika na Manawasa ni la kuomba shilingi bilioni 4.5 ili tujenge matenki mawili na kupata mabomba mengi ya maji, ili tuondoe mabomba ya zamani madogo, tuweke makubwa mitaani ili kuweza kuvuta maji majumbani. Kwa sababu hapa tukiwa mjini, mimi dhamira yangu tusibebe ndoo kichwani. Mtu yeye mwenyewe umeshindwa kuvutia maji majumbani, lakini maji yapatikane ya kuvutia watu majumbani na sio kwenda kuchota kwenye vioski. Kwa hiyo ndugu zangu, ninafurahi kuambia katika maombi yetu ya shilingi bilioni 4.5, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametupatia shilingi bilioni 2.1 tuweze kuanza maandalizi ya maeneo ya msingi ya kipaumbele ya maboresho ya maji kwenye mji wetu. Na mkurugenzi wa Manawasa sasa hivi yuko njiani anaelekea Dar es Salaam. Nimemwambia watengeneze mchanganuo kulingana na maombi yetu, maeneo ya kipaumbele ya kuanza nayo katika ile bilioni 2.1 kati ya bilioni 4.5 tuliyoomba, ili tuone tunanunua mabomba kiasi gani na matenki mangapi makubwa tutajenga kwenye mji wetu, ili tuwe na uwezo mkubwa sana kuwasambazia watu maji. Lakini kuna maeneo mmeona ilikuwa barabara inakatwa na kuweka mabomba mengine, ilibidi tuongee na Ruwasa, lakini pia nikampigia leo kwa katibu mkuu Wizara ya Maji, Engineer Anthony Sanga, atusaidie mabomba angalau kwa bajeti yake ya wizara ya kusambaza maji, na hasa wenzangu wa ndugu zetu wa matankini akina pia mwenye aliko pale, najua kule mlikuwa na changamoto kubwa ya maji. Kwa hiyo ilibidi tuweke mabomba inchi 6
ya kuzunguka kwenye baadhi ya maeneo ili tupeleke maji mengi kwa mpigo ili watu waweze kupata maji. Na eneo la 4 ambalo tuliona lilikuwa na changamoto kubwa, ukiacha umeme, matenki madogo pamoja na mabomba yasiyokidhi, ni chanzo cha maji. Chanzo cha Mbwinji tumekikadiria tutakitumia miaka 10 mpaka miaka 15, lakini kwa kasi ya ukuaji wa mji wa Masasi. Lakini tukumbuke pia sisi ndio tunahudumia pia vijiji 8 vya Ruangwa kule kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia ndio tunahudumia wilaya nzima na Chingwea, na ndio maana taasisi yetu ya maji inaitwa MANAWASA, Masasi na Chingwea Water Supply Authority. Kwa hiyo yale maji, makadirio yetu ni kwamba tunaweza tukayatumia chini ya miaka 10 yakaisha. Kwa hiyo tukasema ni lazima tutafute chanzo kingine cha maji ili tuwe na uhakikisho wa usambazaji wa maji kwenye mji wetu. Tukapata vyanzo vikubwa viwili. Cha kwanza, tumegundua maji mengi kwenye kijiji cha Chipango, kata ya Namwanga, jirani na Mkululu kule. Maji ni mengi kuliko ya Mbwinji. Hivyo ndio nimewaambia waandikie andiko, tuombe fedha, tuanze kukiendeleza kile chanzo, kutengenezea banio na chujio, alafu baadaye tutengeneze mabomba mapana makubwa tulete maji mjini. La pili, ndugu zetu wa Mangaka ambao pia wanasimamia na MANAWASA, tulisaidiana kupigana na mbunge wa Nanyumbu tuweze kuingiza Mangaka ambaye alikuwa ni mtoto wetu Nanyumbu, tuweze kupata mradi wa miji 28 ambao serikali ya India inagharamia kwa ufadhili baada ya makubaliano na serikali ya Tanzania. Hivyo tumepata mradi mkubwa wa kijiji cha Masuguru pale Nanyumbu, ambao mradi ule unaendeshwa na kampuni kutoka India, na mpango ni kwamba tutachukua maji pale kupeleka kilomita 75 mpaka kijiji cha Sengenya. Pale inajengwa tenki kubwa la maji na kusambaza kwenye mji wa Mangaka kilomita 15 za maji. Awamu nyingine nimeshaongea na Aweso, tumekubaliana kwamba awamu baada ya kukamilisha pale Mangaka, awamu nyingine tutengeneze tawi la bomba kuja upande wa Ndwika ili tujenge tenki lingine kubwa ili maji yatoke Masuguru mpaka Ndwika. Pale Ndwika ya supply maji kwenye vijiji vya Kilosa kuja mpaka na Matumbusi, ije Mkarakate, Wakulani, Mtakateni, Sururu kuingia mjini. Kwa tupata chanzo kingine kutoka upande huu ili Masasi mjini tusiwe na shida yote ya maji katika uendelevu wake. Masasi oye! Masasi safi! CCM oye! Kwa ndugu zangu, tuna miradi hii mikubwa mingi ambayo ninapambana naisimamia, na kwa kweli ninatiwa moyo sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hajawahi kuniacha. Siku amekuja hapa, yeye ni mashuhuda. Nilimwomba fedha za kwanza mchakato wa kutafuta hivyo vyanzo. Akamwambia Juma Aweso, pale maana nilikuwa nimekaa nyuma yake, akamwambia Aweso, haya utampa ngapi? Akasema kwa sasa hivi milioni 500. Mheshimiwa Juma Aweso akasimama pale akasema kwa maombi ya Mheshimiwa mbunge ya mfumo wa maji, kuangalia mfumo wa maji na vyanzo vyake, ni mimi natoa shilingi milioni 500. Kwa milioni 500 tukazipokea, zikaingia kwenye akaunti ya Ruwasa na tumefanyia kazi. Nani kama Mama Samia? Hakuna. Nikiwa pale, haya, asante bwana Mangochi. Nikiwa pale nikamwambia Mheshimiwa Rais, meneja wetu wa TANESCO anahudumia wilaya yenye majimbo 3, lakini anakwazwa na miundombinu. Wakati mwingine tukamlaumu kwamba hawahudumii watu ipasavyo, hakimbilii kwenye tatizo, hawaendi kufanya survey kwa ajili ya kuunganisha watu umeme, ni kwa sababu hana usafiri. Siku nyingine alikuwa anatumia bodaboda. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, ikikupendeza, tulikuwa tunaomba utupatie gari jipya kwa ajili ya TANESCO Masasi. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Akamwinua Judith Kapinga, naibu waziri wa nishati, akamwambia ongea na Mheshimiwa Mashaka Doto Liteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, muulize kama kuna gari ipo mpya ailete Masasi. Amkusikia pale? Mheshimiwa Judith Kapinga akasimama akasema, Mheshimiwa Rais, nimeongea na Mheshimiwa Doto Liteko, amesema gari mpya zipo. Kwa hiyo anaitoa moja kwa ajili ya manager wa TANESCO Masasi ili aweze kuhudumia wananchi wake wa Masasi. Na ninafurahi kuambia ile gari ilikuja ndani ya mwezi mmoja tu, na bahati nzuri wakaja nyumbani kwangu kunionyesha kwa Mheshimiwa, gari yako imekuja. Kwa hiyo sijawahi kumwomba Mheshimiwa Rais kitu akakataa. Na ndio maana kuna hizi kauli hapa, amezungumza Mwadewa, lakini pia katibu wetu wa chama umezungumza vizuri sana hapa. Sijui ni nani, na kila nikikaa kwenye video huwa nasikia kuna watu wanasema wanasikia kwamba hawa
Wako huku. Sasa mimi niwahakikishie. Mimi niwaambie. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi. Huwa tunasikitishwa sana. Kuna watu inaonekana sasa kwa taswira hii inaonekana kuna watu ambao walikuwa na uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi wakati huo ambao kwa sasa sio viongozi, labda na kwa aibu hawasemi kwamba sio viongozi, wanapita mitaani na kujinasi kwamba wao viongozi wa CCM kwa hatumtaki Geoffrey Mwambe. Katibu, mimi nikuombe kama kuna watu wa namna hii, hebu naomba mwafikishe kwenye taratibu za kichama. Wanawachafua nyinyi Chama cha Mapinduzi. Mimi niwahakikishie ndugu zangu wana Masasi, hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kuisemea Chama cha Mapinduzi kwenye taifa letu isipokuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, katibu na makamu wake Comrade Stephen Masatu Wasira kwa upande wa Tanzania bara, na kule Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa upande wa Zanzibar. Lakini pia mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi, yeye ndio msemaji mkuu. Lakini pia tunaye msemaji wa chama ambaye ni Comrade Amos Makala, ambaye ni katibu wetu wa itikadi, uenezi na mafunzo. Hajawahi hata siku moja kuzungumza kauli ambazo tunazisikia. Lakini sisi kwenye mkoa wetu mwenye dhamana ya kutoa kauli ya chama kwenye mkoa ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mtwara, Musa Saidi Nyengeti. Mmemsikia? Katibu wake wa mkoa alikuwa Mtimwiba pale siku ya kuhamasisha daftari ya uandikishaji daftari ya kupiga kura. Alisema pale, anaitwa Mobutu Malima, katibu wetu wa mkoa, akasema kwa wilaya ya Masasi, kwa jimbo la Masasi, mbunge ambaye yeye anaamini ametekeleza ilani ya CCM kwa 85% ni Geoffrey Mwambe. Alisema hivyo, kusema. Sasa hao ni wengine mnaosikiliza. Majengo. Hao nani wengine mnaosikiliza? Majengo. Lakini pia mkoa huu tunaye msemaji wetu ambaye ni katibu wa itikadi na uenezi wa mkoa huu wa Mtwara, anaitwa Juma Nankoveka Murwa. Yuko Newala mjini hapo. Kutoka Newala mjini. Yuko pale mkoani. Mmewahi kumsikia anasema? Lakini hapa kwenye wilaya yetu ya Masasi, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Masasi anaitwa Mariam Ruben Kasembe. Tunamfahamu wote. Mmewahi kumsikia? Yeshi. Mmewahi kumsikia anasema jina la Mwambe? Katibu wetu sisi wa wilaya yetu ya Masasi ambaye ndio mtendaji mkuu kwa niaba ya Dr. Nchimbi anaitwa Mohamed Lawa. Ndio huyu ambaye anatoka kuzungumza hapa. Huyu hao wengine ni akina nani? Lakini hapa kwetu tunaye mwenezi wetu, katibu mwenezi wa wilaya anaitwa Tairi Saidi Mayola aka Zungu. Zungu lini amewahi kutangaza kwamba sisi Chama cha Mapinduzi hatumtaki Geoffrey Mwambe? Tuna wajumbe wa kamati ya siasa, tuko 15. Akiwemo mwenyekiti wa wazazi aliyetoka kuongea hapa, mwenyekiti wa halmashauri, meya, wote ndio wajumbe wa kamati ya siasa. Lini mmewahi kuwasikia hawa wajumbe kwamba hawamtaki Geoffrey Mwambe? Hao ndugu zetu wanaosema hivyo, kwanza tuwahurumie na tuwasamehe. Lakini la pili, wao sio viongozi na hawana dhamana yote ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ya tatu, kama wao walihitaji kushiriki kwenye uchaguzi, mimi sijawakataza waje, nitawapokea tuweze kuchapa kazi. Sijawakataa. Nitashangaa sana nilipata taarifa kwamba walikuwa wanatafuta wagombea, kwa sababu hapa Masasi mjini ilionekana wakati majimbo mengine huko nchi nzima harakati zipo za kiuchaguzi, Masasi mjini imetulia, imepoa, kwa sababu watu wanasema wana imani na mbunge wao. Na wote walikuwa wanajaribu kutaka kuingia Masasi mjini walikuwa wanakutana na kauli zenu. Kuna wengine walikuwa wanakuja, wengine walikuwa wanaletwa, walikutana na kauli zenu kwamba sisi Masasi mjini tumejitosheleza, tuna mbunge wetu na tunaenda naye. Sasa inavyoonekana kwa hizi kauli zinazozungumzwa, inaonekana wapo ambao walikuwa walitamani kwamba kwa nini Mwambe asiwe na wapinzani.
kidemokrasia inaruhusiwa kabisa. Tena wakati huo kutakuwa na katibu atatoa fomu nyingi, atachapisha fomu nyingi, hata fomu 500. Ikiwezekana kila mmoja akitaka akachukue fomu. Lakini ndugu zangu, huwezi kupita kwenye vijiwe kwenda kutoa kashfa kwa Chama cha Mapinduzi, kwenda kuchonganisha Chama cha Mapinduzi na wananchi, kwamba chama hakimtaki mbunge. Yaani kivipi? Na nani huyu ndani ya chama? Mimi ni mwanachama Chama cha Mapinduzi, tena sio kubahatisha. Nimekabidhiwa kadi ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2001, au wengine sio walikuwa labda wakululindi au watu wanauzauza ukopo. Mimi sikukabidhiwa kadi mtaani. Nilifanyiwa mafunzo ya dhati. Nilipitia mafunzo ya kutwa nzima. Nilipata mafunzo kutoka kwa Dr. Mwakembe, Franki Uhaula, akiwa ndo katibu mkuu wa UVCCM taifa wakati ule, mzee marehemu Patrick Kunambi, chief wa Lugulu sio Pogoro, wa Lugulu, ambaye alikuwa pale chuo kikuu. Lakini tulipata mafunzo kutoka kwa mzee wetu Kingunge Ngobare Mwiru. Na kadi yangu nilikabidhiwa na mzee wangu Philip Mangula, ambaye alikuja baadaye kuwa katibu mkuu wa CCM na baadaye kuwa makamu mwenyekiti wa CCM taifa. Mimi sio mwana CCM wa kubahatisha. Huu mwaka wangu wa 24 ndani ya CCM katika ngazi ya juu. Hao wanaozungumza mtaani ni waombe sana, tuwapuuze, tuwasamehe na kuwaombea, ikiwezekana basi wakae katika hali nzuri, waendelee na maisha yao. Hao ndugu zangu, nimesikia kwamba baada ya kuona wanaumia kwamba hakuna mpinzani wa kumpinga Mwambe, baada ya kuona sisi hata mambo ya vyama hapa Masasi sasa hivi tunaanza kusahau. Wana CCM wote wanaungwa mkono na wanakafu, wana Chadema, ACT Wazalendo, NLD na vyama vingine vyote hapa Masasi, kwamba sisi Masasi tunakwenda na wagombea wa CCM. Uongo kweli? Uongo kweli? Mwenyekiti wetu wa Chadema hivi sio kama yuko hapa, ambaye pia mwenyekiti wa Chadema wa wilaya hii, bahati mbaya alipofikia na dharura alikuwa aje hapa, ambaye pia ndio diwani wa Mkuti. Juzi nikiwa kwenye ziara pale Mkuti, tuko Kitunda, aliwaambia wana Kitunda kwamba mimi nitampigia kura yangu Geoffrey Mwambe ndipo CCM itamrejesha. Sasa kama mwenyekiti wa wilaya wa Chadema anasema hivyo, nani mwingine? Sasa hizo unakuta vichokochoko, watu walioko ndani ya CCM au wanachama wetu wa kawaida, baada ya kufurahia wao ndio inauma. Lakini mimi ni ndugu zangu wa kafu, niliwasikia kwenye mkutano wao mmoja wa hadhara. Mzee wangu katibu wa kafu wilaya ya Masasi, mzee Chaliche, si yuko wapi? Si kama yuko hapo. Yeye mzee Chaliche alitangaza wazi kabisa kwamba wao kafu Masasi wanamunga mkono Geoffrey Mwambe na chama chake cha Mapinduzi. Kwa sisi Masasi ni wazi kabisa tumeamua kuchagua maendeleo. Na niwashukuru ndugu zangu wa Masasi, na ninawaahidi nitaendelea kutumikia na Masasi kuelekea nguo yangu ya kufikia tarehe 30 mwezi wa 6. Sasa kwa sababu tunaenda kumaliza kutokana na muda, niwaombe ndugu zangu jambo moja. Sisi kwa ngazi ya urais nimezungumza awali, tumeshaamua Dr. Samia Suluhu Hassan na makamu wake au mgombea mwenza wake Dr. Emmanuel John Nchimbi ndio wanaenda kuwa wagombea wetu kwa ngazi ya urais na makamu wa rais. Hiyo habari tumemaliza, tunasubiri siku ikifika sisi wote wa Masasi tunaenda kumpa kura za ndio aweze kuongoza serikali kwa awamu nyingine. Si ndio jamani? Ndio. Sisi kwa upande wa ubunge nilikuwa natamani nisikie kutoka kwenu kama mnanituma nikachukue fomu nigombee tena kwa awamu nyingine kuwa mbunge wa jimbo Masasi mjini. Naomba mnihakikishie mnanituma nikachukue fomu. Wangapi wanasema nikachukue fomu? Wanyesha mkono. Masasi oye! Masasi safi! Nenda! Ndugu zangu na Masasi. Nani? Hakuna mwamba. Ninashukuru sana. Ninawashukuru sana ndugu zangu na Masasi. Kwangu mimi Masasi
Haya. Kwa ndugu zangu, sisi kati ya tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi wa 7 kwa kalenda mpya ya Chama cha Mapinduzi, wana CCM tutaruhusiwa kwenda ofisi ya Chama cha Mapinduzi kwa bwana huyu Comrade Lawa kumuona kwenda kuchukua fomu. Ninawaahidi kwa sauti hii na ambayo ni sauti nyingine ambayo nimesikia kwenye maeneo mengine yote Masasi mji, nitakwenda kuchukua fomu kwa kishindo. Wewe sika kuchukua fomu hiyo, tangaze tukusindikize. Na kama mtakuwa na muda, ndugu yangu ananiambia kama mtaka kunisindikiza, tutaenda kuchukua fomu, kwa sababu fomu hiyo sio ya kwangu peke yangu, ni ya watu wote. Ubunge huu sio kwangu peke yangu, ni ya watu wote. Kwa hiyo imani yangu kwamba siku hiyo itakuwa ni siku yetu wote, itakuwa ni siku ya Masasi. Na tunaomba kuita Masasi Day. Tutaita Masasi Day. Kama ilivyo Yanga Day, basi tutakuwa ni Masasi Day. Sio Simba Day. Sio Simba Day. Masasi Day. Ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi, siku ya tarehe 24 na 25 mwezi wa 7 mmepewa dhamana kubwa ya kumuibua anayetakiwa kuwa mpeperusha bendera wa Chama cha Mapinduzi. Wewe umepita bwana, wewe unachelewa tu. Muda tu hujafika. Niwaombe Mungu anatupa kwenye kata hii lakini na Masasi mjini kwa ujumla, kwenye mikutano yetu mikuu ya kata, ni imani yangu mtaenda kunipa kura zote siku hiyo. Ili nipate moyo, nipate imani. Nimetumwa na wana Masasi, na wana Masasi wako na mimi. Na hatimaye kwenye uchaguzi mkuu ule wa mwaka huu mwezi wa 10, kwa upande wa urais na makamu wa rais tutamchagua Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Emmanuel Nchimbi. Na kwa upande wa ubunge mtanichagua mimi Geoffrey Mwambe. Na kwa madiwani ni madiwani wangu wa CCM mtawarudisha madarakani. CCM oye! Masasi safi! Nakupa mpo? Wapi mpo? Ndugu zangu, kwa sababu ya muda, katibu wangu anajipitisha hapa ili nimuone akinikumbusha. Naomba basi mridhie. Niwaombe mniweke kwenye sala zenu kipindi cha Kwaresma na Ramadhani. Katika dua zenu wamenituma pale. Umetoboa. Wanasema hivi, mimi katika ukosefu nimekuombea leo. Umetoboa. La magereza kule nyuma wanafanya sehemu ya kilimo, panafugwa paka na nini. Wanaona uchafu kama gorofa wajengewe pale, wakae pale na wewe tumike mambo mengine. Wawekewe uzio pale panaleta uchafu. Awe serikali. Ninapendekeza mambo tukaleta tukaendeleza, kwa sababu kule pia magereza mimi nina mpango nao. Hata ile zahanati ndio wewe na zile basi nimeletea mimi. Wewe una mpango nao. Mimi niombe ndugu zangu mniweke kwenye sala zenu, na mimi nitaendelea kuombea ili nikamilishe vizuri mambo yangu ya kipindi cha sala. Lakini pia na mimi nitaendelea kuombea, lakini tunaomba mshikamano wa Masasi. Masasi ni yetu. Na naomba kabisa kizalendo kila mtu aguswe na kutamani Masasi hii ibadilike. Na hao wote ambao wanafanya mchezo wa kutaka kufanya Masasi kama sehemu ya kuchezea, mimi naomba tuwapuuze, tuwasikilize, tuwapuuze, na kama kuna Vincent TV watavileta usiku kwa nini tuvipokee, kwani tumeomba. Kwani tunahitaji kula. Tuvipokee na kula. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, chagua kilicho bora. tuendelee kuunga mkono Chama chetu cha Mapinduzi, tuendelee kuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji kilichobakia kuelekea tarehe 30 mwezi Juni, ili hatimaye tuondoe kero za wananchi wetu na kupata mafanikio na kuboresha maisha ya wananchi. CCM oye! CCM safi! Ndugu zangu, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.